Ndugu zangu wapendwa, amani ya Bwana. Ninamshukuru Mungu nimepata nafasi ya kuzungumza na ninyi. Nikianza na kujitambulisha, ninaitwa mchungaji Emmanuel Jeremia Nigula. Ninamtumikia Mungu katika kanisa la Africa Inland Church Tanzania, Dayosisi ya Mwanza, katika pastorate ya Amani Nyabulogoya ambayo iko Nyegezi Mwanza. Ninamshukuru Mungu, mimi ni mwenyekiti kwa neema ya Mungu wa kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha, kikundi ambacho makao yake makuu yako Mwanza Makongoro, kikundi ambacho kilianzishwa kwa malengo ya kusaidiana na kutiana moyo sisi watumishi wa Mungu katika changamoto mbalimbali za maisha ambazo tunakutana nazo. Lakini pia kikundi kinalenga kumtumikia Mungu kwa sadaka za hiari kutokana na mapato yake ambayo kila mwanachama huchangia kwa mwezi. Kwa kikundi huwa kinatoa asilimia fulani ambayo inapeleka kwenye maeneo fulani ya kumtumikia Mungu. Kama wakati tulianza kwa kutoa sadaka yetu ya kumtumikia Mungu katika ofisi yetu kuu ya Africa Inland Church Tanzania ambayo iko Makongoro Mwanza. Tukatoa sadaka hiyo ya kumtumikia Mungu kwa kutoa nguzo mbili. Lakini baadaye mwaka uliofuata 2024 kikundi kiliweza kutoa sadaka ya kumtumikia Mungu kwa ujenzi wa kanisa kuu la Makongoro, makao makuu ya kanisa letu, kwa kutoa mifuko 50 ya simenti. Na mwaka jana, mwaka 2025, kikundi kiliweza kutoa sadaka ya kumtumikia Mungu katika vyuo vyetu viwili. Chuo cha Majahida ambacho kiko Bariadi, tulitoa mifuko 45 ya simenti kwa ajili ya ujenzi wa bweni. Lakini pia tuliweza kutoa shilingi milioni 1 ambayo imesaidia kuleta umeme au kuweka miundombinu ya umeme katika chuo cha Biblia Malimbe ambacho kiko Mwanza. Tunamshukuru Mungu, ametupa kibali tena cha kuja katika chuo cha Natha Theological College ambacho kipo mkoani Simiyu katika wilaya ya Busega na eneo la Bulima Nasa. Tumekuja hapa kwa ajili ya kutoa sadaka ya kumtumikia Mungu ambayo inalenga kufanya ukarabati kwa nyumba za chuo na kubadilisha masinki ambayo yamekuwa ni ya muda mrefu, yanahitaji kubadilishwa na kuweka masinki mengine mapya ili kuleta kuboresha, lakini pia kupiga plasta nyumba moja kulingana na kiasi ambacho kikundi kiliidhinisha kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya wanakikundi kwa jinsi ambavyo wameendelea kutoa sadaka hizi kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Tunasaidiana sisi kwa sisi, lakini pia tunapata nafasi ya kumtumikia Mungu mahali ambapo mwanachama singeweza kufika, lakini kupitia kikundi hiki anafika kama ambavyo siku ya leo tumefika. Tunamshukuru Mungu sana. Asanteni na Mungu aendelee kutubariki sana. Asifiwe. Langu jina Simon Alfonsi, katibu katika kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha, kikundi kinachopatikana katika mkoa wa Mwanza, kanisa la ICT Makongoro kama makao makuu. Ujio wetu katika chuo cha NASA ni kwa ajili ya kutoa sadaka ya 10%, ambapo tumenunua mifuko 17 ya simenti, tumenunua masinki ya vyoo 12, lakini tumegharamikia gharama za fundi kwa ajili ya kufanya ukarabati wa matundu yao ya vyoo pamoja na nyumba moja kwa ajili ya kupiga plasta. Matumaini yetu kazi itaendelea kesho kwa ajili ya huduma hiyo. Lakini nijikite kwenye kuelekeza swala zima kwa ajili ya kujiunga na kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha kwa maana ya MCM. Cha kwanza, unatakiwa kujiunga na hicho kikundi kwa masharti machache sana. Moja, tunaangalia hatua ya mwanachama wa kwanza alipoanza kuchangia mpaka pale ambapo amefika sasa. Nusu ya michango yake unalipia kwa wakati mmoja ili uweze kujiunga kama mwanachama. Maombi hayo yatapita katika kamati tendaji kwa ajili ya kujadili, na baada ya kujadili ndipo utafuata hatua hiyo ya kuweza kulipia fedha hiyo, nusu ya michango ya mwanachama wa kwanza. Baada ya hapo, huduma zipo ambazo zinaweza zikawa zinafanyika na utakuwa tayari ulishajiunga na kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha kwa taratibu zingine za kufuata. Huduma zinazotolewa na kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha, moja ni mwanachama anapoitwa na Bwana, kikundi kinatoa shilingi milioni 1 kama huduma, kama lambilambi. Lakini anapofiwa na mtoto ambaye hajajitegemea pia
tunatoa huduma ya kiasi cha shilingi milioni 1. Lakini mtoto anayejitegemea kwa maana kuanzia umri wa miaka 30, baba mkwe, mama mzazi, baba mzazi, kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha kinatoa kiasi cha shilingi 500,000. Niwashukuru sana. Ili tukiweza kupata maelekezo mengine mazuri zaidi, tufanye mawasiliano kama ifuatavyo. Namba za simu zinazopatikana kwa ajili ya mwenyekiti wa kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha ni 0784 21 59 52. Hizo ni namba za simu za mwenyekiti wa kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha. Namba za katibu wa kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha ni 0765 40 61 37. Pale ambapo utahitaji kupata ufafanuzi zaidi, wasiliana kupitia namba hizo nilizozitaja hapo. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji na mtazamaji wa MCC Makongoro Church Channel, ninakushukuru sana kwa siku ya leo kuwa pamoja na wewe. Jina langu naitwa Mchungaji Pastori Simon Masasila, ni mkuu wa chuo chetu cha kanisa la Africa Inland Church Tanzania kinachoitwa NASA Theological and Technical College. Siku ya leo tunayo shukurani kubwa kwa sababu ya Mungu jinsi alivyotenda katika chuo chetu. Tarehe ya leo, tarehe 15 mwezi wa 7 2026, tumepata ugeni mkubwa wa kikundi cha makimbilio kwa changamoto za maisha kwa ajili ya kuleta sadaka yao kwa ajili ya kukarabati miundombinu ya chuo hiki cha kanisa. Tunashukuru sana kwa uongozi mzima ukiongozwa na mchungaji Nigula, Emmanuel Nigula, ambaye ndio mwenyekiti wa kikundi hiki. Ameambatana na katibu Alfonsi pamoja na fundi pamoja na watu wengine wanachama wa kikundi, akiwemo mchungaji Mariko Mahushi, akiwemo mchungaji Lazarus Charomhola pamoja na mchungaji Pastori Masasila ambaye naongea pia ni mmoja wa wanachama wa kikundi hiki. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kikundi hiki kutoa nafasi ya pekee kukiona chuo chetu, chuo cha kanisa kwa ajili ya maendeleo yake, na hasa tunapoangalia wanafunzi katika nyumba zao zilizokuwa duni, miundombinu ilikuwa duni, wametoa sadaka kwa ajili ya kukarabati sehemu ya nyumba hizi. Tunamshukuru Mungu sana. Kwa hiyo tunao shukrani kubwa kwa ajili ya kikundi hiki. Kikundi hiki kimeanza makusudi kwa ajili ya kazi ya Bwana, na hivi tunapomwona Mungu akitenda, tunaona ni neema ya ajabu sana kwa chuo chetu kupata wageni kama hawa. Tunaona ni neema ya ajabu sana kuona ukarabati ukiendeshwa na chuo hiki kikipata nafasi ya baraka hizi zilizoandaliwa na kikundi hiki. Bwana akibariki sana kikundi hiki, na Mungu awabariki wote waliokuja, akiwemo fundi ambaye ameandaliwa kukikarabati, na kikundi hiki kimeandaa fundi mzuri atakayefanya kazi hii njema. Kwa ukarabati kama ulivyokusudiwa kuanza siku ya kesho na siku ya Ijumaa wataanza ukarabati, na sasa hivi nafasi ya kwenda kuleta material kwa ajili ya kuanza ukarabati ambao utafanyika. Tunamshukuru Mungu sana. Asanteni sana wana makimbilio kwa changamoto za maisha kukiona chuo hiki kama miongoni mwa vyuo na taasisi zinazoandaa watumishi wa Mungu na kuweza kukisapoti kama mlivyofanya. Bwana awabariki sana. Asanteni sana. Jina langu ninaitwa Patrick Gerard, ni mchungaji, lakini pia ni mwanafunzi katika chuo hiki cha NTTC. Ni mwaka wa kwanza katika kozi za mission, na
Namshukuru Mungu sana kwa ujio wa MCM katika chuo chetu. Kwa kweli ni baraka sana, na tunaendelea kuona vile ambavyo Mungu anaendelea kukipigania chuo chetu, hasa kuhakikisha kwamba huduma zinaendelea na masomo yanaendelea vizuri. Lakini zaidi yote niendelee kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya waanzilishi wa MCM kwa maono haya. Kwa kweli tunaendelea kuona kwamba Mungu anaendelea kuinua watu wake, hasa kuhakikisha kwamba kazi ya Mungu inafanyika vizuri na inaendelea vizuri. Kwa kweli sisi kama chuo cha NTTC tumebarikiwa sana na ujio wao, lakini pia hizi, na tunaendelea kuomba kwamba Mungu aendelee kuwabariki sana wanakikundi wote. Lakini binafsi nimewiwa kusema kwamba niendelee kualika na wengine ambao wanawiwa kujiunga na chuo hiki na kikundi hiki, hasa katika kuhakikisha kwamba kikundi hiki kinapanuka na kuzidi sana, na mwisho wa siku kikafanya kazi nzuri na kubwa katika ulimwengu wote. Na jambo lingine ambalo ninapenda kusema ni kwamba kwa kweli kama chuo tunaendelea kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya baraka hizi ambazo zinaendelea kuonekana katika chuo chetu. Mungu aendelee kuwabariki sana, na Mungu aendelee kubariki kikundi hiki kiendelee kustawi na kikalete matunda na mafanikio makubwa katika kanisa letu na nje ya kanisa, katika kuhakikisha kwamba kinagusa jamii yote ya Watanzania. Jina langu naitwa Mwinjilisti Teddy Zabloni. Ni mwanachuo katika chuo cha Biblia na ufundi NASA. Ni mwaka wangu wa pili sasa. Ninamshukuru Mungu kwa jinsi alivyoendelea kufanyika msaada kwangu na kwa wanafunzi wenzangu. Ametupa eneo hili kuishi kwa muda huu ambao tunafundishwa kumtumikia Mungu, iwe faida kwetu na kwa jamii kwa ujumla. Nitoe shukrani zangu za dhati kwa wamefika mahali hapa. Tumekuwa nao kwa muda, lakini nimevutiwa sana na jinsi ambavyo na huduma ambayo wameibeba ya kuona mapungufu yaliyopo katika chuo chetu. Tumekuwa na changamoto katika mazingira ya chuo chetu. Tuna vyoo ambavyo wanatumia wanafamilia. Kwa kweli vyoo hivyo havikuwa sawa. Ndugu zetu wamekuja wakaangalia na kuona kwamba ni hitaji ambalo linagusa jamii ya NTTC kwa ujumla. Kwa hiyo kwa kuona hivyo, ili kuepusha magonjwa ambayo yanatokana na matumizi ya vyoo vibovu kama UTI, wamekuja na mfumo wa kuja kukarabati vyoo hivi vya wanafamilia. Mungu awabariki ndugu zangu kwa kuona na kugusa hitaji la jamii yetu. Tumeacha familia zetu, tumeacha ndugu zetu na maeneo ya kwetu, tuko mahali hapa. Tunashukuru kwa sababu mnatujali hata juu ya sababu mmetaja eneo jingine na kusema ya kwamba mko tayari pia kurekebisha majengo ambayo yanaonekana hayako sawa na kuyaweka katika hali ya kuwa standardi, yaonekane kama watu wanaishi hapa, watu wanaomtumikia Mungu, watu wanaoandaliwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Kwa kufanya hivyo pia mmetupatia deni hata sisi kwamba tunapoendelea kusoma mahali hapa lazima pia tuangalie na uhitaji wa watu wengine, na Mungu atusaidie tuwe na utayari wa kwenda kufanya pia hata sisi kwa ajili ya wengine. Tusiishie tu kuangalia na kuona, lakini pia tuingie katika utekelezaji. Bwana wetu Yesu Kristo awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Zakayo Steven Kelebe. Ni mwanafunzi katika chuo hiki cha NASA Theological and Technical College. Niko mwaka wa pili na nasoma degree, lakini pia kwa neema ya Mungu ni waziri mkuu katika chuo hiki. Awali ya yote nipende kumshukuru sana Mungu kwa jinsi ambavyo Mungu anaendelea kusaidia chuo chetu na anavyoendelea kutubariki mahali hapa katika chuo chetu hiki. Lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya ujio wa hichi kikundi cha kimbilio ya changamoto za maisha. Kwa kweli tunamshukuru sana Mungu kwa jinsi ambavyo kupitia kikundi hiki wameweza kufanya mambo makubwa na kwa kitu ambacho wanategemea kukifanya mahali hapa kwa ajili ya ukarabati wa baadhi ya miundombinu katika chuo chetu. Kwa kweli tunafurahi sana na tunaendelea kumtukuza Mungu kupitia kikundi hiki. Kwa hiyo penda tu kuwashirikisha na hata kuwahamasisha hata wengine pia
ambao wanatamani sana wajiunge na kikundi hiki, kwa sababu ni jambo zuri na ni kikundi kizuri ambacho kina manufaa makubwa kwa mtu ambaye atajiunga katika kikundi hiki. Kwa kweli ni kikundi kizuri sana. Nimshukuru sana Mungu kwa ajili ya neema hiyo ya kipekee sana kwa kikundi hiki. Mungu wa mbinguni awabariki sana wote ambao wanahusika katika kikundi hiki.